Tizama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo inazungumza vile vile nafasi ya mwanaume. Al-Imam Tirmidhi ameitaja hadithi hii katika jamii yake, na hadithi hii kaisahihisha al-Allamah al-Albani rahimahullah katika Sahih al-Jami'. Ni hadithi ya Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi na kisa kirefu. Muadh ibn Jabal alirejea kutokea Sham, na baadhi ya riwaya zinasema kutokea al-Yaman, na alipokuwa al-Yaman kuna maajabu waliyaona kwa Wakristo waliokuwa Yaman. Wale Wakristo wa Yemen walikuwa wakikutana na viongozi wao wa dini, makasisi, maaskofu na mapadri, wanasujudu kifudifudi kama ishara ya salamu. Muadh ibn Jabal alipoliona jambo lile kwamba watu hawa wanasujudiwa kwa maana ya kusalimiwa, sisi Waislamu tuna haki zaidi, ni aula zaidi tukamsujudia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu ya cheo chake. Muadh ibn Jabal aliporejea Madina, kwanza kabisa alipokutana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaporomoka hali ya kuwa anasujudu, akasujudu. Mtume akamwambia, ma hadha ya Muadh, kitu gani wafanya, mbona wasujudu? Ndio akamuelezea mambo aliyoyakuta kwa watu wa Yaman. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamkataza Muadh jambo hili, na hakukufuru Muadh kwa sababu alikuwa ana ta'wil sa'ir, lakini ilikuwa ina makosa. Mtume akamkosoa, kisha akamwambia maneno haya, na huu ni ujumbe kwetu sote, na hapa pana ujumbe mahsusi kwa wanawake. Lau kuntu amiran ahada, lau ningelikuwa mimi ni mwenye kumwamrisha yoyote katika viumbe, an yasjuda li ahadin, amsujudie mwingine katika viumbe, ingelikuwa nina fursa hiyo ya kumwamrisha kiumbe kumsujudia kiumbe mwingine, la amartu almar'ata, tumesema basi ningelimwamrisha mwanamke an tasjuda li zawjiha, asujudu kwa ajili ya mume wake. Ingelikuwa fursa hiyo iko, wanawake wangewasujudia waume zao. Baadhi ya shuraha wakasema li'idhami haqqihi alaiha, na hilo ni kwa ukubwa wa haki ya mwanaume juu ya mwanamke. Lakini mlango wa kusujudiana haupo katika dini yetu. As-sujudu fil islami lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Lakini hadithi hii yaonyesha fadhila na sharaf waliopewa wanaume juu ya wanawake.